Tezi ya kibofu ni tezi ndogo iliyoko chini kidogo ya shingo ya kibofu, ambayo ni muhimu katika mchakato wa uzazi kwa wanaume. Lakini tunavyozidi kuzeeka, magonjwa fulani yanaweza kutokea kwenye tezi hii, na magonjwa mawili makuu yanayoathiri tezi hii ni na saratani ya tezi dume. Haya yanaweza kusababisha tezi hii kuongezeka ukubwa na kusababisha kuziba kwa njia ya mkojo, na hivyo mkojo kutoka kwa kasi ndogo. Na wanaume wengi wanaweza kupata haja ya kukojoa mara kwa mara, mkojo kutoka kwa haraka, na mkondo wa mkojo kuwa mdogo, na mabadiliko mengine kama vile maambukizi ya njia ya mkojo, mawe kwenye kibofu, au wakati mwingine hata mabadiliko kwenye figo kutokana na kuziba huko. Kwa wanaume wenye matatizo yanayohusiana na saratani, haya yanaweza kujitokeza bila dalili zozote kabisa, hivyo kugunduliwa tu wakati wa uchunguzi wa kawaida. Lakini pia yanaweza kujitokeza na dalili zote za kawaida za mabadiliko ya tezi dume yanayohusiana na umri. Ni muhimu sana kutofautisha hali hizi mbili. Ni muhimu kuelewa kwamba kwa wanaume wenye mabadiliko ya tezi dume yanayohusiana na umri, matibabu huenda yasihitajike kila wakati, na kwa wengi wa wanaume hawa, ubora wa maisha ndiyo jambo muhimu zaidi kuliko ripoti yoyote. Lakini kwa kundi dogo la wanaume hawa, kunaweza kuwa na mabadiliko fulani yanayolazimu uamuzi wa kutoa matibabu au kufanya upasuaji. Lakini kwa upande mwingine, kwa wanaume walio na saratani ya tezi dume, bila kujali kama dalili zipo au la, wengi wa wanaume hawa watahitaji matibabu, na matibabu hayo yatategemea mambo matatu makuu: aina ya saratani iliyopo, ambayo inamaanisha histolojia halisi, kasi ambayo saratani inakuwa, inayoitwa kiwango grade, na kiwango ambacho saratani imeenea, kinachoitwa hatua stage. Mambo haya matatu huzingatiwa ili kupanga matibabu, ambayo yanaweza kujumuisha upasuaji, mionzi, tiba ya homoni au matibabu mengine maalum ya kushughulikia saratani. Iwapo saratani itagunduliwa mapema na kutibiwa kwa wakati, sehemu kubwa ya wanaume hawa wanaweza kuishi maisha ya kawaida na muda wa maisha wa kawaida.